tukichukulia hata uchaguzi wa kwanza unaenda kufanyika kwenye mwaka wa 93 kama sikosei, si ndio? Chadema bado mlionekana kama kwa mna nguvu kubwa sana ya watu kuwafuata kama nilivyoweza kueleza hapa. Labda yamkini elimu ambayo mnakuwa mnaitoa kwa wananchi inakuwa haifiki kama vile mnavyolenga, ndio maana mnashindwa kufikia malengo. Hapana, nachoweza kusema ni kwamba shida tumesema ni uminywaji wa haki. Uminywaji wa Watanzania kuto kupewa uhuru ambao kimsingi kama nchi ingeweza kuheshimu na mifumo ikaheshimu katiba. Unajua sote tunaendeshwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 8 kifungu cha kwanza A kinazungumza mamlaka yote yatatoka kwa wananchi. Na kwa nini tunapigania mifumo iwe huru? Ni kwa sababu yani kuna dhana ambayo CCM wanajaribu create. Unajua kama una kijana wako ambaye haijui mifugo, akiona nyati anaweza kufananisha na ng'ombe. Kwa kinachopelekea kwa mfano saizi iko lugha wanasema kuna Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Katiba ya nchi inakataa. Katiba inasema kutakuwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mosi, ili uweze kuwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi lazima uingie kwenye reform ya katiba. Uondoe hicho kifungu kwa sababu ili kiweze kuwa na uzito wa misingi ya kikatiba ni lazima ufanye reforms ili utengeneze Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na ukitengeneza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi maana yake ile ibara ya 8 kifungu cha kwanza A, Watanzania wanaweza kuwa na ile capacity sasa ya kuweza kuvote na wakafikiri matokeo yakatoka sawa na kile ambacho wamekivoti. Elimu kwa umma inajitokeza sana. Na kwa nini unaweza kusema hayo maneno kwamba umma pengine haweza kufikiwa na hiyo elimu? Tumetoa elimu kwa viwango vikubwa sana, na ukiangalia katika data za mifumo ya namna ya watu wanapokwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu leo, baada ya kuchoshwa na kuunga mkono ajenda ya no reform no election ambayo ni ajenda ya kitaifa, utaona trendi ya namna ya mamilioni ya Watanzania kwenye kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu imekwenda inapungua. Kwa nini? Ni kwa sababu hawayaoni matokeo ya kile ambacho wamekuwa kiapili kila mwaka wa uchaguzi. Ndio maana kama chama, kama Watanzania tunakwenda na msimamo wa kuitetea katiba ili ibara ya 8 iweze kufanya kazi, na haiwezi kufanya kazi kama hapata kuwa na reforms za mfumo wa uchaguzi. Haya yote yanatokea ni kwa sababu tunayekwenda naye kwenye ushindani yeye ndio refa, yeye ndio kamisa, yeye ndio kila kitu. Sasa katika utaratibu huu taifa limechoka. Na hii mifano niseme kwamba tunashukuru kwamba Watanzania wameadvance hili jambo la no reform no election na limeweza kufaulu. Sisi tunaamini kabisa limefaulu kwa sababu nchi imeweweseka. Saizi mtu yoyote ambaye ili aweze kuzungumza jukwaa lolote, whether amealikwa au amekwenda kwenye mahafali, lazima azungumze no reform no election. Na kwenye jambo kama hili utaona mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama ameweza kubambikiziwa kesi, lakini no reform no election imekwenda paka kwa wakuu wa taasisi za dini. Faza Kitima unaona amekamatwa, amefanywa madhira ya hovyo. Ni kwa sababu taasisi zimechoka, taasisi zote za kiraia za kidini zimechoka, asasi zote mbalimbali zimechoshwa, kwa sababu hatuwezi kuwa tunakwenda kushiriki chaguzi. Mwaka wa uchaguzi unakuwa mwaka wa majanga kwenye taifa. Tanzania sasa kama Watanzania wote tumesema no, bila reforms hakuna kutakuwa na uchaguzi. Sawa, Kilombo umekuwa kwenye siasa kwa muda mrefu sana. Na unadhani hiki cha katiba pamoja na elimu ambayo mmekuwa mkizidi kuitoa kwa wananchi, unadhani mpaka sasa ni asilimia ipi ambayo unaweza kuiona kwamba wananchi wameamka nayo mpaka sasa? Ni asilimia kubwa sana, na Tanzania inafahamu pia, na mamlaka hizi zinazopoka chaguzi zinafahamu. Hapa juzi kati kumekuwa kuna zoezi linaendeshwa la yani mimi binafsi naweza kuliita kama la uminywaji wa haki, kuendelea kuwaaminisha Watanzania kwamba yako maboresho ya daftari la kudumu ili wakajiandikishe. Na hii trend lazima niseme na Watanzania wajue. Leo dhana ya watu kujiandikisha kwenye daftari la kudumu, wala Tume ya Taifa ya Uchaguzi isifikiri wanakwenda kujiandikisha kwa hoja ya kupiga kura. Wameshachoka. Wanakwenda kujiandikisha kwa sababu leo tunaona katika asasi ndogo ndogo za kifedha huwezi kwenda kupata mkopo benki kama hautakuwa na hicho wanaita kiparata cha mpiga kura, kwa maana ya mali ya tume. Hauwezi kupata baadhi ya shughuli mbalimbali kwenda kumchukulia mwenzako dhamana bila hiyo, lakini sio trend ya kwenda kupiga kura. Na hii wanaweza kuiona kabisa kwamba kwenye uchaguzi wa 2024 namna ambavyo watu ambavyo hawakujitokeza ni kwa sababu wamechoshwa. Elimu ilishafika, kilichobaki sasa ni kwamba tunajaribu kuendelea kutoa elimu ili wenzetu wanaotumika vibaya mamlaka za dola na wao waone kwamba nje ya mamlaka zao baadaye uko binadamu, yako maisha nje ya kazi. Hicho wanachokifanya kuisaidia CCM kesho yao itakuwaje? Kwa hiyo katika jambo hili sisi tunaamini kwamba umma umepokea, na kazi ya umma wote kwa hatua ya sasa ni kupambana kuendelea kutoa elimu dhidi ya wanaotumiwa vibaya na mfumo, ili na wao waweze kutambua msingi wa no reform no election. Umezungumza vizuri kwamba umma imepokea, na kumbuka kuna tukio moja kule wilayani Kwimba, God bless Lema akiendelea na kampeni zake.
kuna tukio moja lilitokea wakati anaendelea kuelimisha wananchi, kulikuwa kuna burudani zingine zinaendelea, lakini focus kubwa ya wananchi ilikuwa kwenye ile burudani nyingine. Haoni kama vile bado kuna uzito wananchi kuipokea no reform no election? Okay, naweza kusema kwamba sio uzito wa kupokea, ni kukata tamaa. Nani anakatisha tamaa? Ni mwenyekiti wa CCM na mifumo yake. Kwa sababu unaweza kuona hata saizi kwamba vijana wengi na umma mwingi sana wa Watanzania, unaweza ukafikiri, naweza nikatoa mfano wa jana tu kwamba namna ambavyo jana watu wameonekana kuathirika na hoja ya matokeo ya mechi ya Simba, lakini kama nguvu hiyo ingepelekwa kwenye kuona namna ambavyo kwenye kipindi cha chaguzi Watanzania wenzetu wanapotezwa, watu wanapotea pasipo sababu, tunapata wajane bila sababu za msingi, jambo hili lingeweza kuwa na nguvu yake ya kipekee sana. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba baada ya kuwa watu wamekata tamaa dhidi ya serikali yao na mifumo, wameamua kutafuta sehemu nyingine ya faraja. Kwa moja kati ya mambo ambayo tunapambana nayo pia ni kuwaondoa kwenye hiyo dhana, kwa sababu wanasema ukimwachia nyani nguruwe na ni shamba anaweza akalifuja rote, kwamba huu mfumo wa kuona kwamba CCM inatumia nguvu kubwa na kuleta talent vya hovyo sana ili watu wahamie huko, unaweza kutuchelewesha katika malengo. Kwa kazi kubwa tulionao kwa hatua ya sasa ni kuendelea kuadvance elimu hiyo ili mwisho wa siku wote turudi kuwa sauti moja. Mapenzi yaliyoko kwenye michezo yahamie kwenye politics, kwa sababu politics ndio maisha. Hata michezo hiyo haiwezi kuendeshwa kama siasa haiwezi kuwa safi. Sawa, turudi tena hapa. Ni mtiania wa Igalula kama sikosei, jimbo la Igalula kule wilaya ya Uyui, kwa maana ya ugombea ubunge, na pengine wananchi wanatamani kufahamu manake, na hata kama mwenyekiti ameonekana akizungumza kwenye hizi kampeni za no reform no election kwamba Chadema wakiipa nchi kwamba itakwenda kubadilisha hiki na hiki, hususan hasa akiegemea kwenye sekta ya elimu. Na mara nyingi God bless Lema akiwa akitolea mifano kwamba watoto wamekuwa wakifundishwa kwamba wanaelekezwa panzi na miguu mingapi. Mara John Heche akatoka akasema kwamba aliwahi kumshauri aliyekuwa rais kwa maana hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa wakati wa ujenzi wa reli SGR kwamba ni heri wakaanza na kiwanda cha nondo alafu zeni ndo afuate huo mradi, na akasema kwamba kwa endapo kama Chadema wakipewa hiyo izini basi watafanya hicho, na akasema kwamba wenda na wafanyakazi wengine maslahi yatakwenda kuboreshwa hususan upande wa maaskari. Sasa unadhani kwa haya maneno ambayo ameyazungumza kwamba endapo kama mkipewa nchi na hii kampeni, amoni kama vile kuna raia mwingine ambaye mnakuwa mnamvuruga ambaye anahitaji kuipata kwa ukina zaidi? Kwanza ni muhimu ikafahamika yote ambayo kama chama tumekuwa tukipigania kwa maana ya maslahi mapana ya taifa kwa hatua ya sasa na aina ya chaguzi zilizopo nchi hii, ni kwamba hayawezi kupatikana kama nchi hii haitakuwa imeingia kwenye chaguzi za huru na haki. Kwa hiyo msingi wa mambo yote ni kuhakikisha kwamba tunapata reforms za kikatiba, reforms za mifumo ya uchaguzi, muundo wote wa system ya kiuchaguzi ikiwa ya huru na haki. Kiu ya Watanzania itakwenda kuisha, kwa sababu yote haya ili tuweze kuyapata ni kwamba ni lazima kuheshimiwe kwa dhana ya mpiga kura yake ikaheshimiwe na ikahesabiwe. Sasa haya tunaweza kuyapata kama tutaiondoa CCM, na ili tuiondoe CCM tumezungumza kama taifa hakutakuwa na uchaguzi. Na hili dhana ni vizuri ndugu mwandishi wa habari na Watanzania ambao wanatufuatilia kwamba wakaikoti vizuri. Chadema si kwamba haitaingia kwenye uchaguzi, Chadema si kwamba haitashiriki uchaguzi. Kama taifa halitakwenda kwenye chaguzi kama reforms hazitakuwepo. Kwa hata hivi